Leo nataka niombe kwa ajili yako. Inawezekana mahali ulipo kimaisha sio mahali ulipotakiwa kuwa. Mahali ulipo kiuchumi sio mahali ulipotakiwa kuwa. Na kuna mtu kila ukikaribia kufanya maendeleo au kupata jambo zuri la baraka, kuna vita inainuka, inakurudisha nyuma. Mwingine kuna magonjwa yanainuka, unajikuta badala ya kufanya jambo la maendeleo unahangaikia afya, unapambana na hiyo vita. Na kwa sababu hiyo kwa kweli unajisemea kwamba sikutakiwa kuwa hapa, sikutakiwa kuwa hapa kibiashara, sikutakiwa kuwa hapa kiuchumi, sikutakiwa kuwa hapa kimaisha. Kwa sababu ukitaka kupiga hatua au kufanya jambo la maendeleo, kuna kitu kinainuka kinakurudisha nyuma, kuna vita inainuka inakurudisha nyuma, na umejikuta mahali ulipo sio mahali ulipotakiwa kuwa. Na kuna mtu unanisikiliza unasema, mtumishi, mimi ningekuwa mbali sana kimaisha, mimi ningekuwa na biashara kubwa sana, mimi ningekuwa mtu mkubwa sana, isingekuwa vita. Leo ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu akuvushe kwenye hiyo vita. Mungu apigane vita yako, na yule Mungu wa urejesho akurudishie miaka yote uliyoipoteza, akurudishie miaka yote iliyoliwa, akutoe kwenye huo mzunguko unaozunguka, akuinue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, akuinue tena kwa jina la Yesu. Na mimi natamka urejesho kwenye maisha yako, natamka urejesho kwenye biashara yako. Hakutakuwa na vita tena kwenye maisha yako, hakutakuwa na magonjwa tena kwenye maisha yako, hakutakuwa na hasara tena kwenye maisha yako. Kama Mungu aishivyo, mkono wa Bwana unakutetea, mkono wa Bwana unakushindia hiyo vita, mkono wa Bwana unakusaidia, na hautakuwa kama ulivyokuwa, hautabaki kama ulivyokuwa. Mungu wa Israeli anabadilisha hadithi ya maisha yako leo, anabadilisha hadithi ya uchumi wako leo, anabadilisha hadithi ya familia yako leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.